wakati mchezo wa dabi ya wanawake unaendelea, Samia Women's Cup, ambapo ilikuwa ni dabi ya Kariakoo kwa upande wa wanawake, Simba na Yanga, yani Simba Queens pamoja na Yanga Princess. Sasa wakati mechi inaendelea, ziliibuka kelele za mashabiki wakidai kwamba, mimi na nukuu jinsi kama walivyokuwa wanaongea, kama ulifuatilia kwenye television au pia kama ulikuwepo uwanjani moja kwa moja, nafikiri uliweza kusikia mashabiki ambao walikuwa wanapaza sauti zao kwa kipaza wakisema ya kwamba hatutaki bodi ya ligi, hatumtaki Wallace Karia. Wakirudia hivyo zaidi ya mara 5, hatuwataki bodi ya ligi, hatumtaki Wallace Karia. Kufuatia hicho ambacho walikuwa na kiimba na baadhi ya maamuzi ambayo yalikuwa yamechukuliwa na bodi ya ligi kufuatia mchezo wa dabi ya wanaume ambayo ilipaswa kucheza tarehe 8 ya mwezi wa 3 mwaka huu, ambapo iliahirishwa baada ya sitofahamu kwamba timu ya Simba ikisema kwamba wamezuiliwa na mabouncer wa timu ya Yanga kuingia katika uwanja wa Mkapa kwa ajili ya kufanya mazoezi yao ya mwisho kuelekea mechi. Sasa baada ya hayo yote ilikuja kuibuka moja kati ya interview ambayo alifanyiwa Wallace Karia, rais wa TFF, kupitia shirika la habari Digital, ambapo aliweza kusema kwamba watu wanaosema kwamba bodi ya ligi jiuzulu basi waanze kuchunguza uongozi wa timu zao. Sasa kumeibuka baadhi ya chokochoko kupitia mitandao mbalimbali ya kijamii. Tuliweza kumuona pia Haji Manara aliweza kulizungumzia ile pasakata kwa kina, akiweza kumshutumu kwamba rais Wallace Karia maamuzi ambaye anayachukua ni kama vile anafanya maamuzi ya kidikteta, yani afanye kitu ambacho kiko ndani ya sheria. Hivyo hii taarifa imeweza kuzua sana sintofahamu, ikiwa ni baada ya dabi ya leo ya wanawake, Simba Queens pamoja na Yanga Princess, ambapo walikuwa wanasema hatutaki bodi ya ligi, lakini pia hatumtaki Wallace Karia. Sasa nimeweza kumtafuta mchambuzi atuchambulie ile hapa jambo kwa kina. Je, ni hatua gani za kisheria ambazo zinaweza zikachukuliwa juu ya hili, ama wataachwa? Maana inaweza kuwa labda ni freedom of expression, labda uhuru wa kuongea, mimi sijui. Na mtu msikilize mchambuzi kitu ambacho alikiongea. Hello, mambo vipi brother? Safi, kwema. Sasa leo katika mechi ya Simba na Yanga, wakiwa ni wanawake wanachuana, ikiwa ni dabi ya Kariakoo, sasa kuna kelele za mashabiki waliibuka wakisema kwamba hatutaki bodi ya ligi, hatumtaki Wallace Karia. Hizo kelele zimeweza kuzua sintofahamu kupitia mitandao mbalimbali ya kijamii. Sasa kwako tulikuwa tunahitaji kufahamu ufafanuzi kuhusiana na hili jambo. Je, ni hatua gani ambazo zinaweza zikachukuliwa dhidi ya hawa mashabiki wa timu hii ambayo haijajulikana ni timu gani hasa? Pengine unaweza kutuelezea kidogo hapo. Mimi nadhani hizi kelele za kutokuridhishwa na bwana Wallace zinatokana na mechi iliyoahirishwa dabi ya Kariakoo kati ya Simba na Yanga, na hayo yalitokana mambo mengi, kiwemo kila upande kuvuta sehemu yake kwamba hawajaridhishwa na maamuzi. Hiyo ni baada ya timu ya Simba kugomea dabi kwa kile walichokidai kwamba walizuiwa kufanya mazoezi siku moja kabla ya mchezo. Ndio. Kwa hiyo nadhani walitoa taarifa na bodi ya ligi ilifikia maamuzi kwamba mechi iahirishwe. Na baada ya hapo kuna timu moja hapo ambao ni Yanga walipeleka wachezaji uwanjani siku hiyo, wakati bodi ya ligi ilishatangaza mechi imeahirishwa. Kwa hiyo hapo inachukuliwa kwa timu ya Yanga kama walikaidi maagizo ya bodi ya ligi. Hivyo basi hiyo inaonyesha ni utovu wa nidhamu, na kwa mchakato unavyoendelea kabla tamko rasmi halijatoka wanaweza wakachukuliwa hatua za kinidhamu. Kwa hiyo nadhani hizo ni kelele za mashabiki wa Yanga moja kwa moja. Ndio. Wakionyesha kwamba hawakuridhishwa na kitendo hicho na kile ambacho kinaendelea mpaka sasa. Mimi nadhani hii ni kwa sababu ya kukosa maarifa, kwa sababu kila kitu hasa mchezo wa mpira wa miguu na michezo mingine ina taratibu zake na kuna bodi zake na viongozi wake. Kwa hiyo badala ya kutumia nguvu nyingi kupiga kelele ama kushutumu, ningeshauri mashabiki wangetumia maarifa, wafahamu nini kinachopaswa kufanya ili pale ambapo wanaona hawajatendewa haki waweze kupata haki yao bila
kuleta vurugu ambazo zisingetegemea. Kwa mawazo yangu naona iko hivi. Je, wewe unafikiri labda kwa upande wako hiyo hatua ambayo inaweza kuchukuliwa dhidi ya hawa mashabiki ambao inasemekana ni wa Yanga, unafikiri labda wanaweza kuchukuliwa hatua gani? Maana tumezoea kuona katika mipira ya nje mashabiki kwa mfano wakifanya vitendo kama hivyo wanaweza wakazuiliwa kuingia uwanjani katika mechi zinazofuata, labda mechi kadhaa na vitu kama, au kupigwa faini ya pesa. Wewe unaona labda hatua gani ambayo inaweza kuchukuliwa? Kila kitu kina taratibu zake. Kuna kila kosa na kuna adhabu zake. Kwa hiyo mimi nadhani viongozi wanaohusika wataangalia aina ya kosa lililotokea na adhabu stahiki wanaopaswa kupewa wanaovunja kanuni au sheria. Kwa hiyo mimi nadhani hilo swala litabaki kwa viongozi, ikiwemo chama cha shirikisho cha mpira na bodi ya ligi. Wao ndio wataona sasa nini kinastahiki kwa mashabiki wao ili kutuliza kila mtu apate haki yake na hali ya utulivu na amani iendelee kwenye michezo. Manake kwa sasa hivi mashabiki wanaendeshwa na mihemko sana. Wanaondoa ile dhana ya utani wa jadi, wanageuza mpira kuwa vita, jambo ambalo linaweza likawa hatari. Linatishia maendeleo ya mpira wetu. Badala ya kuwa na utani wa jadi, watu wamegeuza vita. Hiyo kote ni kukosa maarifa ya namna vitu vinavyoenda na kuruhusu mihemko zaidi kuliko uhalisia wa mambo yalivyo. Shukrani sana kiongozi. Huyu alikuwa ni mchambuzi wa soka akizungumzia kwa kina kuhusiana na hili sakata la mashabiki hiyo. Inasemekana ni mashabiki wa Yanga kupiga kelele kwamba bodi ya ligi hawaitaki, lakini pia hawamtaki rais wa TFF Wallace Karia. Hii hapa ni Blue House Dax Media. Mimi naitwa Daud_Drizzy. Endelea kusubscribe ili uweze kupata habari zetu kila wakati na kila muda. Asante. Winifrida wika tikinyua kari mpira mrefu ambao utumbukiza na ukamata golikipa Rita Akareko aliutuma mpira huu Shinene ameucheza mpira ule lakini anawahi yuko pale Protasia Pius Mbuga amezaliwa Peramiho Songea mjini. Jeffrey mpira imani imemlazimu mwamuzi wa kipenga chake kuamuru kwa control vibaya mpira ule